ambao wanahitaji mishahara. Zile nyumba wanazokaa zinalipiwa kodi. Je, mtu peke yake ana uwezo kutoa milioni 2 na kazi hana, au hata kama na kazi ya kuwahudumia wale watoto wote? Na nyie ambao mnapeleka watoto wenu kule wakawalee, mnashindwa hata kujitahidi kwenda kuwasapoti. Na bado wapo wengine bado wanawaombea hifadhi watoto wao. Na wakati wale kwanza walioko pale, maisha wanaoisha sio maisha ambayo halisi, sio maisha yanayoridhisha. Wasapotini watu wa Mungu. Kama una uwezo wako ni kununua vitu, pesa, kawasaidieni. Kuna wakati matumizi hayahitaji vitu mnavyopeleka. Kuna wakati wanahitaji pesa ili walipe kodi, ni pesa ili wale walimu, wale wafanyakazi wa usafi, wa kufua, wa nini, wa kuwalisha watoto, wa nini, yani ni hela. Kwa hiyo hawawezi pia wakatoa vile vitu ambavyo mnavyovipeleka kule waviuze. Najua mna midomo hiyo midomo mtaanza kusema tunawapelekea vitu wanauza. Afanyaje? Wafukuzwe? Kodi imeisha, na yeye hawezi kuwaombeni. Ili sio sawa la kulitolea. Jamani, kama jamii, kama kanisa, tuwakumbukeni wasiojiweza. Nazungumza haya kwa sababu kuna mali ninayoshuhudia. Na usifanye kitu kwa ajili watu wakuone. Wapo watu ambao wanawasaidia watoto yatima. Wapo watu ambao wanawasaidia watu wasiojiweza. Wanatangaza mitandaoni wakijisifu. Mtu wa Mungu, usijisifu. Hata wewe ukipitia hali hiyo, jua watu watakusaidia. Ibada au sadaka, maandiko yanasema unapotoa katika mkono wa kushoto, wa kulia, mkono wa kushoto hautaki ujue. Usishirikishe mkono wa kushoto. Usijivune, usijisifu, na usiende kutoa wala usiende kuwasaidia ili watu wakuone kwa uliwasaidia. Haleluya. Fanya kwa ajili ya Mungu wako. Fanya kwa ajili ya Baba wa mbinguni aliyoko sirini, na yeye akutendea mambo makubwa yaliyomo sirini katika maisha yako. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Naombeeni kwa uwezo wa Mungu. Nataka niombe. Bwana Mungu mtakatifu wa mbingu na dunia, nakushukuru kupigia asante kwa kuwa wewe ni mwingi wa rehema, nguvu na upendo wako Jehova ni wa ajabu. Nakushukuru Kristo kwa neno hili, kwa kuwa tumesikia, kwa sisi ambao hatujawahi sikia, kufahamu, kuelewa na kuona. Asante Kristo pia kwa sisi ambao tumewahi sikia lakini tulikuwa tunapuuzia jambo hili. Asante kwa kutukumbusha. Kumbe Bwana, na kuomba na kusihi nguvu na uwezo wa jina lako, Roho Mtakatifu wako Bwana, kwa yule yoyote atakayesikia somo hili Baba, ukapata kumuguza kwenye nafasi yake, kwenye nasemu yake. Bwana Roho Mtakatifu ukaoperate, ikiwa neno lako linatuhakikishia na kutukumbusha kwamba hii ndio ibada ambayo unaipenda Bwana, ndio dini yenye maana Kristo unaipenda Jehova. Kumbe Bwana, ukawezeshe watu wako, kwa wale waliochonacho Jehova Jireh, hata wale ambao hawana, ukafungulie malango wa kupata na kuwa nacho, wakapate kuwasapoti watu hawa, wakapate kuwasapoti watoto wako, wakapate kuwakumbuka na kuwafariji, wakapate kuwashika mkono, Mungu wa neema, kwa sababu najua watakapofanya hivyo hawafanyi kwa ajili yao, bali wanafanya kwa ajili yako, kwa ajili ya ukuu na udhihirisho wa jina lako upate kudhihirika na kutukuzwa kupitia wao. Mungu wa neema, asante Kristo, kawafungule mioyo, mimine mioyo ya upendo, mioyo faraja, amani, furaha. Mungu wa neema kwa watu hao, wakapate kuwakumbuka, wakapate kuwasaidia kwa upendo wako Kristo. Haleluya, amen. Mtu wa Mungu, Bwana kubariki sana. Fanya hivyo katika ulicho nacho. Naamini Mungu alichokupa hicho alikusudia, alijua ipo siku utamsaidia mtu mwingine. Kwa hiyo Mungu kupa ulicho nacho hajakosea, kwa sababu alijua ulicho nacho
ipo siku kitamsaidia mtu mwingine, ipo siku atamsogeza mtu mwingine mbele yako, pembeni yako, ili jina la Kristo, jina la Mungu lipate kuziika na kutukuzwa kupitia wewe, kwa lile utakalofanya waseme Mungu ametenda, au Mungu ni Bwana. Kwa hiyo Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana.